wa rekodi, fahari ya Argentina na alama isiyofutika katika soka la dunia. Kwenye ulimwengu wa soka kuna wachezaji wanacheza mpira, wanaoshinda mataji na miongoni mwao ni wachache wanaobadilisha historia ya mchezo wenyewe. Lionel Andres Messi ni mmoja wa kundi hilo adimu, ambapo tarehe 24 Juni si siku ya kawaida kwa mashabiki wa soka duniani. Ni siku ambayo ilimleta duniani mwanasoka ambaye amegeuza vipaji kuwa sanaa, ndoto kuwa mafanikio na rekodi kuwa sehemu ya maisha yake ya kila siku. Leo Messi anasherehekea miaka 39 ya kuzaliwa, akiwa mmoja wa wachezaji wakubwa zaidi kuwahi kutokea katika historia ya mchezo huo. Alizaliwa tarehe 24 Juni mwaka 1987 katika jiji la Rosario nchini Argentina, katika familia ya Jorge Messi na Celia Coutinho, akiwa ni mtoto wa tatu kati ya watoto wanne. Akiwa mdogo, hakuna aliyedhani kuwa kijana huyo mwenye mwili mdogo angekuja kutawala soka la dunia kwa zaidi ya miongo miwili. Kitu ambacho kinachomtofautisha Messi na wachezaji wengine wa mpira wa miguu si idadi tu ya mabao au mataji aliyoshinda, bali ni namna alivyofanikiwa kufanya vitu vigumu vionekane rahisi. Wakati wachezaji wengine hutegemea nguvu, kasi au ukubwa wa mili, Messi amejijengea himaya yake kupitia akili ya mchezo, ubunifu, utulivu akiwa na mpira na uwezo wa kuona nafasi ambazo wengine hawaoni. Messi ni mchezaji ambaye anaweza kufunga, kutengeneza mabao, kuanzisha mashambulizi na kubadilisha matokeo ya mechi kwa sekunde chache, hali inayopima ubora wake wa soka duniani. Takwimu zake zinaeleza hadithi ambayo maneno pekee hayawezi kumaliza. Ameshinda tuzo ya Ballon d'Or mara 8 na kuandika historia kubwa zaidi kuwahi kufikiwa na mchezaji yoyote ile katika historia ya soka. Mnamo mwaka 2012 ameweka rekodi ya kufunga mabao 91 ndani ya mwaka mmoja wa kalenda, kitendo ambacho bado kimesimika ushindi wa ubora wake wa kipekee. Akiwa Barcelona alifunga mabao 672 kwa klabu hiyo pekee, idadi ambayo ni rekodi ya mabao mengi zaidi kufungwa na mchezaji mmoja katika klabu moja, na ndiye anayeshikilia rekodi ya kuwa mchezaji mwenye tuzo nyingi zaidi za mchezaji bora wa match, yani man of the match, katika historia ya kombe la dunia. Kwa upande wa timu ya taifa ya Argentina, ndiye mfungaji bora wa muda wote, huku akiongeza nguvu kufikia mafanikio makubwa katika historia ya ushindi katika nchi hiyo. Mbali na kufunga mabao, Messi ni mmoja wa wachezaji bora wa kutengeneza mabao, akiwa ametoa zaidi ya pasi za mabao 400 katika maisha yake ya soka, na aliyefunga zaidi mabao 910 na kuhusika katika mabao 1320 kupitia mabao na pasi za mwisho. Hii ni idadi ambayo inaonyesha kuwa Messi si mfungaji tu, bali ni injini kamili ya ushindi. Mwaka 2022 alitimiza ndoto kubwa iliyokuwa ikimsubiri kwa miaka mingi baada ya kuiongoza Argentina kutoa kombe la dunia, ushindi ambao ulimweka karibu katika kundi la mastaa wachache walioweza kushinda mchezo huo muhimu, kisha kuifanya Argentina kuingia kwa kishindo katika mabingwa watetezi na kufanya kuwa miongoni mwa timu zilizopewa nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwenye kombe la dunia mwaka huu 2026. Messi ameendelea kuonyesha ubora wake na kuendeleza kuongeza rekodi katika wasifu wake wa kihistoria, jambo linaloonyesha kuwa umri ni namba tu kwa wachezaji wenye nidhamu, uzoefu na kipaji cha kipekee. Leo dunia ya soka haisherekei tu siku ya kuzaliwa kwa Lionel Messi. Dunia inasherehekea urithi wa soka ambaye ameacha alama isiyofutika katika historia ya mchezo huu. Happy birthday Lionel Messi, mfalme wa rekodi, bingwa wa dunia, fahari ya Argentina na mmoja wa wachezaji bora zaidi kuwahi kugusa mpira wa miguu. Imeandikwa na kusoma kwako nami Naomi Fumbuka. Usiache kufuatilia makala jamii kutoka hapa Kisima cha Uzima Online TV.